Vyombo vya habari ni sauti ya jamii, vinatoa taarifa, vinaibua matatizo ya kijamii na kuikumbusha sekta mbalimbali kuhusu wajibu wake. Kila mwaka ifikapo tarehe 3 Mei, dunia huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani kama kumbukumbu ya haki ya msingi ya kutoa na kupata habari. Siku hii ilitangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 1993 kwa lengo la kuhimiza uhuru wa habari na kuwalinda waandishi wa habari dhidi ya unyanyasaji, vitisho na udhibiti. Siku hii ni fursa ya kutafakari: je, vyombo vya habari viko huru kweli? Je, waandishi wa habari wanalindwa ipasavyo? Na je, jamii inaelewa thamani ya habari huru na sahihi? Hawa hapa waandishi mbalimbali, watangazaji na wakuu wa vitengo katika tasnia hii ya habari wana haya ya kuongea. Lakini tukizungumzia kwa upana zaidi uhuru kwa vyombo vya habari, ni ile hali ya kuwa na uhuru wa taarifa na pia na ulinzi kwa waandishi wa habari. Tunajua mwandishi wa habari pindipo anapotumia kalamu yake, basi taifa linanufaika kwa namna moja ama nyingine. Na tukizungumzia kuhusiana na uhuru wa waandishi wa habari. Uhuru wa waandishi wa habari, kila mwandishi wa habari ambaye ameisomea hii fani ya uandishi wa habari ana haki ya kila kitu, ikiwemo haki ya kupata uhuru wa kile ambacho anakifanya kama ni mwandishi wa habari. Lakini nikizungumzia pia kwa upande wangu, waandishi wa habari wa kike pia wana haki ya kupata yale mambo muhimu ambayo yanahitajika kama mwanamke mwandishi wa habari. La mwanzo, anatakiwa mwandishi wa kike athaminiwe, aione ile thamani yake ikoje kwa jamii, na pia na haswa masuala ya ofisini. Mwanamke mwandishi wa habari anatakiwa pambane na pia asizarauliwe akaonekana kwamba huyu mwanamke hafai kuwa katika tasnia hii. Na tumezoea kwamba hapo zamani tumezoea kwamba mwandishi wa habari wa kike anakuwa hana madaraka yoyote, yeye anakuwa anazaraulika. Lakini sasa kuna vijana kama sisi hapa, sasa hivi waandishi wa habari wengi unakuta kamera, tunaona wanashika kamera na wanafanya kazi zao, short wanafanya kazi zao vizuri. Na hapo awali ulikuwa humkuti mwandishi wa kike akibeba kamera. Kuelekea siku huru ya vyombo vya habari, kwa upande wa waandishi wa habari na masuala ya uwajibikaji katika kazi, ili kuitendea haki tasnia, ni kwamba kwa mwandishi wa habari kwanza unatakiwa uipende kazi na ufanye kitu kutoka moyoni, kwa sababu bila kuwa mwajibikaji hauwezi kufikia malengo ambayo unatakiwa ufike kama mwandishi. Kila mwandishi wa habari anataka kukua, anataka kutambulika, ajulikane kazi zake. Sasa ili sasa uweze kazi zako zijulikane na zithaminike na jina lako litangaze kutokana na uwezo wako wa kazi, lazima ufuate mila na tamaduni za uandishi wa habari, kwa maana ya kuwa mbunifu, kufanya kwenda kwenye kazi kwa kuzingatia muda sahihi, sio kazi imeanza saa 2 unaenda saa 4. Lakini vile vile lazima uijue hiyo kazi unaenda kufanya kitu gani. Lazima ufanye utafiti kabla, kwamba naenda kwenye mkutano wa labda mabadiliko tabia nchi. Kule wao wana agenda yao au wana mpango wao tayari wameshauandaa kwa ajili ya kuwapa nyinyi waandishi wa habari. Lakini wewe lazima ili uwe tofauti, lazima utoke na kitu chako tofauti. Kwa lazima ufanye utafiti wako mdogo, hali ya mabadiliko tabia nchi iko vipi? Kwa sisi Tanzania tumefikia wapi? Tuna changamoto gani? Tatizo limetatuliwa kwa kiasi gani na changamoto ipo kwa ukubwa upi? Lakini vile vile na hatua gani ambayo tumeifikia na wapi hasa mkazo unatakiwa utiiwe. Sasa ukienda pale kwenye ule mkutano utasikia kile kilichokuambia hao, lakini wewe lazima utoke tofauti, kwa sababu waandishi wa habari ni mashindano. Tunashindana kati ya chombo moja hadi kingine ili utoke wewe wa kipekee, kwa sababu kesho kila mtu atasema kile ambacho katika ule mkutano muandaji amekusudia kukiwasilisha kwa mwandishi wa habari. Lakini sasa wewe ili uwe tofauti, mtu aone huyu kaandika hivi, ngoja niende. Kila chombo kimeandika hivi, lakini ukaandika tofauti. Kwa hiyo unaenda zaidi ya kile ambacho kipo. Yaani unatakiwa uende beyond ile main subject ambayo ipo katika ile tukio. Kwanza kabisa kama mwandishi wa habari katika swala la maadili unatakiwa ujitambue. Yaani ni mfano ni mdogo tu, katika familia kuna baba, mama na kuna taratibu. Baba anasema kurudi mwisho saa 12 lazima ufuate, si ndio?
anasema leo mnakula hii, kesho mnakula hii. Sasa ni sawa sawa na uandishi wa habari na maadili katika nchi, kwa sababu sisi ni kama watoto wa Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ina taratibu zake ili kuweza kuishi, kufuata malengo na taratibu za nchi bila kuvunja katiba na sheria ya nchi. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye kazi kwa kuzingatia maadili. Sisi wenyewe waandishi wa habari tuna maadili na tamaduni zetu za waandishi wa habari, tunatakiwa uzifuate. Lazima katika uandishi wa habari usiegemee upande mmoja, unatakiwa uwe mkweli, na katika uandishi wako unahakikisha kwamba uandike habari ambayo haitochochea vurugu au haitosababisha maumivu kwa jamii au kuleta chuki. Tukiangalia kwa upande wa teknolojia, je, teknolojia na mitandao ya kijamii vinaathiri vipi uhuru na uaminifu wa vyombo vya habari? Ukuaji wa teknolojia ya habari na mitandao ya kijamii ni fursa kubwa sana kwa waandishi wa habari, nikiwemo mimi na wengine na hata ambao wanachipukia, kwa sababu inaleta fursa mwandishi wa habari kujiajiri mwenyewe kwa kutumia mitandao ya jamii. Na kutokana na ukuaji wa teknolojia, sasa hivi simu tu ya mkononi unaitumia katika kutafuta habari, kuhariri, mpaka kuiwasilisha kwa jamii kupitia mitandao ya jamii. Lakini umetumia teknolojia ambayo ipo hivi sasa, unatumia simu, unatumia tablet, unatumia kamera zipo ndogo ambazo zina uwezo mkubwa wa kutengeneza content au maudhui yenye ubora wa hali ya juu. Hiyo ni fursa moja wapo. Kuhusiana na siku ya uhuru wa vyombo vya habari, mimi naamini kwamba sheria inatulinda na uhuru upo wa vyombo vya habari. Changamoto kubwa ni kwenye jamii kuikubali. Wao wanachotaka ni kile ambacho wanaona kwao kiko sawa, lakini pale unapoelekeza kwa kufuata sheria na utaratibu wa media, basi wanaona uko tofauti. Na kubwa hapa inawezekana kumetokea changamoto katika jamii. Unaenda kwa ajili ya kutaka kujua chanzo halisi ili uweze kwenda hatua kwa hatua, kwa sababu tunaambiwa vyombo vya habari ni ngazi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuona kuja kukuta kwamba pamoja na uhuru wa vyombo vya habari, pamoja na sheria, pamoja na elimu inayotolewa, lakini kwa upande wa jamii baadhi yao bado hawajawa tayari katika kushirikiana na vyombo vya habari. Na vile vile wapo watu wengine kwa matakwa yao, kwa nafasi zao, tuseme hususan masuala ya kisiasa. Inawezekana umepata story mwandishi wa habari ni mzuri, lakini kukaa na maneno ambayo yamezungumzwa ni makali kama kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi yako na kuendeleza amani na utulivu, huwezi kutoa kile kipande ambacho ni cha uchochezi. Kwa hiyo ili uhuru wa vyombo vya habari uwepo, basi lazima mwananchi au viongozi wa kisiasa wafuate zile sheria na taratibu ambazo vyombo vya habari vinatakiwa vifuate. Haiwezekani kwamba mtu kazungumza maneno uchochezi, kwa sababu chombo cha habari kina uhuru na utoe maneno uchochezi. Kile ni kitu ambacho kwa hakiwezekani. Lazima utoe kitu ambacho unahisi kwamba hichi hakiwezi kuleta migogoro kwa jamii au serikali. Hichi kitaendelea kulinda amani na utulivu wa nchi. Hichi kitakuwa na maslahi ya jamii na taifa kwa ujumla. Sio kwa sababu tuna uhuru tuutumie tofauti. Hiyo inakuwa ni changamoto. Na sababu kubwa kutupa uhuru wa vyombo vya habari kwa sababu wameviamini, kwa sababu chombo cha habari kama nilivyosema mwanzo ni ngazi, na serikali inategemea kwa asilimia kubwa sana taarifa zao, mambo yao ya maendeleo kupitia vyombo vya habari. Lakini ndio pale narudi, bado kuheshimika katika jamii na ngazi nyingine bado havijaheshimika. Wanaona vyombo vya habari kama ni watu fulani tu, ni kundi fulani, labda wengine wanakuambia waandishi wa habari si wahuni tu, wambea tu. Kumbe hajui kwamba bila chombo cha habari huwezi ukajua taifa limepiga maendeleo kiasi gani, kuna tatizo gani. Mathalani palipotokezea majanga mbalimbali ya moto, kuzama kwa vyombo vya baharini, basi unakuta kwamba mwandishi wa habari anaenda, nyinyi mnakimbia tukio, yeye mwandishi wa habari anaenda ili kuwajuza nyinyi wananchi. Kwa unakuta kwamba kuheshimika kwa viongozi wa juu, lakini kuna wengine huku hawaviheshimu jitihada zinazofanywa na waandishi wa habari, jitihada zinazofanywa na jamii, ile kempu nzima ya media. Wanaona wao kwa sababu hakufanya hili, watu wamefanya hivi, matakwa yale hakufanya, bila kuzingatia kwamba yale walioyafanya kwamba ni hatarishi au yanaweza kuwa sababu ya kuvunja amani na utulivu. Wanaona waandishi wa habari utasikia hata mitaani mawio, kumbe hajui kwamba hakuna watu waliokuwa utakaa kutwa nzima bila kusikiliza taarifa habari. Serikali au mamlaka nyingine zimekuwa na mchango gani katika kuboresha au kudhoofisha
uhuru wa vyombo vya habari? Mwanahabari awe na uhuru wa kupata habari na kutoa habari. Kwa hiyo nadhani uhuru huo upo, lakini huo uhuru wa zaidi wa 100%, si ule uhuru wa kwenye makaratasi, uhuru ambao unaweza kuonekana. Lakini vyanzo vya habari ambavyo kwenye ngazi ya serikali na taasisi nyingine za serikali wasiweze kukalia habari ambazo walizokuwa nazo. Wawe na uwezo wa kutoa habari, wasiwe na vikwazo ambavyo vimewatanza ama kuwafunga hawawezi kutoa habari. Nadhani hili serikali ikiachia uhuru huo, tunaweza kufikia yale malengo ya wanahabari ambao wanahitaji. Mfano, baadhi ya masheha wana uwezo mkubwa wa kutoa habari, lakini baadhi ya masheha wengine wanasema hawezi kutoa habari hadi pale wapate ridhaa kutoka kwenye mamlaka husika. Lakini hata mamlaka husika wanapowapa ridhaa masheha pia hawatoi habari. Hiki ni eneo ambalo nadhani na kila sababu ya kutazamwa upya na kwa ukubwa wake ili kuweza kupata habari kwa wakati. Hao ni waandishi wa habari na wakuu wa vitengo mbalimbali katika tasnia hii ya habari, ambapo wameelezea juu ya uhuru wa vyombo vya habari. Jina langu ni Fatuma Benadi, lakini nyuma kamera ni Jabir Ridwan.